Kama ukija kwangu ukaniomba ushauri kwamba ufanye nini ili uweze kuachana na dhambi, mimi siwezi kukushauri ufunge, yaani unafunga, mimi nafunga niweze kuacha hii dhambi. Hapana. Jambo la msingi la kuanza nalo ni kwanza unatakiwa kumshukuru Mungu, umejitambua. Kama tayari umejua kwamba hii ni dhambi inanitesa, nataka kuacha, umejitambua. Roho wa Mungu yuko pamoja na wewe. Hilo jambo la kwanza. Kwa hiyo mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa hili. Kutambua tu, kwa sababu kuna watu wanaendelea kufanya hivi hawaelewi. Wapo tu. Hatua ya pili ni kufanya uamuzi wa ndani kwamba ndio inanitesa kweli, ila ndani yangu niko tayari kuiacha. Hatua ya tatu ni kumwambia Mungu, naomba unisaidie, nipo tayari kuiacha hii dhambi. Hatua ya nne ni kuanza kusoma neno la Mungu, Biblia. Hiyo itakusaidia kufungua macho yako, kwa sababu saizi wewe ni kipofu hauoni. Utakapoanza kusoma neno la Mungu, utaanza kutambua Mungu ni nani, pendo lake kwetu, wewe ni nani, amekukusudia nini. Kwa hiyo kwa kadri unavyoendelea kusoma neno ndio unaanza kuona hiki nilichokuwa nafanya sio kizuri. Mbona Mungu ananipenda hivi? Mbona Mungu ananithamini hivi? Mbona ameniandalia mambo mazuri namna hii? Biblia inakupa mwangaza, inakupa nuru kwa sababu ulikuwa gizani. Baada ya kuanza kusoma Biblia ndio sasa unaanza maombi. Unaingia toba kwamba Mungu, nimekosea, ni rehemu, nihurumie, kwa unaanza maombi. Na wakati huo huo unamruhusu Roho Mtakatifu kwamba Roho Mtakatifu, mimi siwezi mwenyewe, karibu moyoni mwangu, karibu maishani mwangu, na kukabidhi mwili wangu, akili zangu, nafsi yangu, tawala wewe, ili uweze kuniongoza katika njia za haki na njia za kweli zinazompendeza Mungu. Baada ya hapo ndio Roho Mtakatifu anakusaidia kuishi maisha ya utakatifu, kwa sababu mpaka muda huo unaanza kuchukia dhambi. Unachukia dhambi. Huu ni uchafu, nitamchukiza Mungu. Unaacha. Halafu kwa sababu ya lile pendo la Mungu uliloliona baada ya kufunguliwa macho yako kupitia neno la Mungu, unaanza kusamehe watu wengine. Kumbe walikukosea, walikukwaza, sio wenyewe, ni hila za shetani. Kwa hiyo unawapenda na kuwasamehe na kuwaachilia. Ndio msamaha unaanza hapo. Wakati huo wewe unaendelea kuwasamehe watu, na ndipo ambapo Mungu anaanza kukusamehe. Anakusamehe, anakusogeza karibu, na hapo ndio unakuwa mwanzo wako wa kuishi maisha yenye furaha ya kweli na amani ya kweli na utulivu. Unaweza ukawa unapita kwenye dhoruba au changamoto mbalimbali au misukosuko, lakini amani ya Bwana inakuwa pamoja nawe. Unakuwa katika hali ya utulivu, unakuwa katika hali ya kumtumaini Mungu kwamba na hili litapita, nitashinda na zaidi ya kushinda. Umenielewa?